Ayuo TV, ulimwengu kiganjani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Ustadhi Msafiri bin Musa, ni mwalimu wa hapa Madarasatu Shamsia Tamta Tanga. Alhamdulillahi rabbil alamina. Tuko katika maandalizi ya maadhimisho ya elimu, sherehe za kusherehekea ilmu maarufu kama Tamta Day, na leo tupo katika siku hii kwa ajili ya kuwakaribisha wageni. Mimi leo nitawafanyia wageni wetu hawa matembezi ya hapa na pale, wajue undani kuhusu taasisi yetu, lakini wajue baadhi ya maeneo muhimu katika taasisi yetu. Kwa hivyo karibuni sana, karibuni sana. Nyuma yangu hapa ni jengo la Al-Habib Umar bin Sumait. Jengo hili limepewa jina hilo na linatambulika kwa jina hilo, ni jengo la historia na ndio alilofungua Al-Habib Umar bin Sumait, na ndio kilichokuwa ndio chanzo cha sherehe hizi za Tamta Day. Kushotoni kwangu hapa ni Masjidul Irshadi, ndio msikiti wetu tunaotumia kwa ajili ya harakati zetu za kidini, lakini kwa ajili ya matumizi ya madarasa na chuo kwa ujumla. Hii ndio Masjidul Irshadi jadid. Msikiti wa zamani ni ule kule, lakini kuna msikiti mpya wa sasa ni huu hapa. Msikiti wa zamani ni ule kule ambao kwa sasa ndo anaotumia kukaa mudiri wetu, mudiri wa Al-Madrasatu Shamsia Sheikh Muhammad bin Khatibu Kigoda, ndo anaotumia kukaa, lakini kwa sasa tunatumia kwa kuswalia msikiti wetu Masjidul Irshadi huo kushotoni kwangu. Sasa nataka niwaonyeshe nyumba aliyokuwa anaishi Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub wakati wa uhai wake. Sheikh huyu alikuwa na nyumba mbili, nyumba ya mke mkubwa na nyumba ya mke mdogo. Kwa sasa hii tunayoelekea na iliyo mbele yangu inayoonekana huku ndio nyumba aliyokuwa anaishi Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu kwa upande wa mke mdogo. Ama upande wa mke mkubwa ipo nyuma ya hii nyumba ya mke mdogo, nayo pia mtaiona insha Allah. Insha Allah, hii hapa kulia kwangu ndio nyumba ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu. Na hii hapa ni baada ya ni majuzi kati hapa ndio imerekebishwa, lakini awali ilikuwa ni nyumba ya kawaida sana. Ni nyumba ya kawaida sana, ilikuwa upande mmoja ni makuti na kwa sasa imepata mfadhili, imerekebishwa kama mnavyoiona kulia kwangu hapa. Kwa sasa tunaelekea katika jengo la wanafunzi, yani bweni, lakini katika hilo jengo chini yake kuna maktaba ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu. Tutaianza hiyo, alafu kisha tutaelekea kwenye bweni moja kwa moja ambalo ni nyumba ambayo imeambatana na jengo hilo. Karibuni kwa ajili ya kuiona. Mbele yangu ni maktaba ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, na hii maktaba ndio inayozalisha vitabu vyake vyote ambavyo vinatumika katika madarasa hii. Mbele yangu ni hiyo maktaba ambayo tunaielekea hapa. Hapa ndio inafanywa kazi kubwa ya kuzalisha vitabu vya ilmu ambavyo vinahusiana na Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu kwa kuviandaa yeye mwenyewe, lakini na vitabu vingine kadha wa kadha vinapatikana hapa ndani ya maktaba ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu mwenyewe, ambapo ndo vinapoandaliwa au ndo zinapoandaliwa elimu. Naona harakati mnaziona zinavyoendelea, na hivi ni moja katika vitabu tu vinavyopatikana katika madarasa hii, katika maktaba hii. Hapa kuna kitabu kinachoitwa At-Tariqatu Sawiya fil Wasaili Shamsiya, ambacho hiki ni kitabu cha dua. Sasa hivi waandalizi wa maktaba hii bado wapo katika harakati za kuandaa mambo ya hapa na pale, kwa hiyo tuwaache ili wazidi kuendelea na kazi zao. Hii ni listi ya vitabu na viasi vya bei zake. Utapata mahitaji yako ya vitabu vya dini. Tafsiri juzu amma itakuwa ni 6,000, tafsiri ya juzu ya tabaraka itakuwa ni 6,000, na vitabu kadha wa kadha. Nyuma yangu ni bweni la wanafunzi wa madarasa hii, na humu ndio bweni la wanafunzi wa kiume, wako takriban 500. Bweni la wanafunzi wa kiume kuanzia
kushotoni kwangu hapa kwenye hii maktaba mpaka juu kule wote wanakaa wanafunzi wa kiume ambapo ndio tunapopatikana. Nyuma yangu ni jengo la madarasa. Madarasa hii, jengo hili linatumika kwa upande wa wanafunzi wa kike na wa kiume. Upande huu wa kushoto kwangu ni wanafunzi wa kike chini na juu, lakini upande huu chini na juu na upande wa kushoto kwangu unakuwa ni upande wa wanaume. Hapo ndio wanapopatia elimu zao kila siku. Sasa hivi tunaelekea katika jengo la bweni la wanafunzi wa kike. Mbele yangu ni jengo la wanafunzi wa kike ambapo wanafunzi wa kike hawa mpaka sasa wapo takriban 200 na ili jengo hili wanatumia kulala wanafunzi wa kike chini na juu. Naombeni tuingie ndani tuone zaidi na zaidi ili tuweze kustafidi. Niwaingize ndani ambapo ndio bweni la watoto wa kike. Bweni la watoto wa kike ndio hili hapa, chini na juu ndio wanatumia kulala wanafunzi wa kike. Kuanzia hapa na mbele yangu hapa ni nyumba ya naibul mudiri ambayo anatumia kukaa yeye akiwa ndo msimamizi mkuu wa wanafunzi wa kike na akiwa na familia yake kama matroni wakuu katika swala hili. Mbele yangu ni ndo nyumba ya naibul mudiri, ndio anapotumia kukaa na familia yake akiwa kama msimamizi mkubwa wa wanafunzi wa kike. Baada ya kuonyesha bweni na nyumba ya naibul mudiri, sasa tunaelekea kwenye kaburi la mlezi wetu la Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, kaburi ambalo hapa ndipo alipozikwa yeye pamoja na ndugu zake na mtoto wake na mke wake mmoja ambaye ndio huyo mke mkubwa Mama Jafa binti Muhammad. Hili ndo kaburi la Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub ambapo amelazwa hapa kwa takriban ya miaka kadhaa sasa na harakati zake za chuo zikiendelea vizuri. Hili ndo kaburi lake Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, na kwa kuwa ni Sheikh Muhammad Ayub tayari tumekuta watu hapa wanatabaruku na yeye, na sisi tuingie katika baraka hizo. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم إن كان موسى فزل في لسان وإن كان موسى فليجاوز عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وللمسلمين. اللهم اجمعنا وإياه في دار رحمتك ومستقر رحمتك من عبادك الصالحين وحزبك مفلحين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن حواء يوم القيامة ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل لهم في القبور الضياء والنور الفسحة والبهجة القبور والمغفرة لأهل القبور إنك مالك الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين. Mpaka hapa ndio mwisho na ziara yetu hii. Kwa ufupi tumehitimisha katika kaburi la Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, na kama mlivyoona tulivyoingia hapa tumekuta Waislamu na watu mbalimbali, na ndio ilivyokuwa kawaida wakija hapa mara zote kutabaruku na kutaka nafahati na barakati kwa ajili ya kupata hizo kwa ajili mbele ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Lakini tumekuta hapa Waislamu wenzetu wakifanya dua hizo kwa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, na wao pia kwa kuwa ni Waislamu wenzetu na tumewakuta katika jambo hili na wakiwa wanaelekea katika maadhimisho ya 69 ya elimu maarufu kama Tamta Day, na wao wana cha kuzungumza angalau kidogo, alafu kisha baada hapo tutoe shukrani kwa Ayo TV
Jitambulishe jina kwanza. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina anaitwa Siabu Shaabani Kisima. Ni mtu kutokea katika wilaya ya Chemba katika mkoa wa Dodoma. Mimi pia ni moja katika wanafunzi wa madrasa hii. Mimi niko chini ya almarhumu Sheikh Muhammad Ayubu ambaye ndio alikuwa mlezi wetu katika mazingira haya, chuo hiki kitukufu, chuo kikubwa. Kwa hiyo tulikuja kumzuru kidogo na ndugu zangu Waislamu hapa. Kwa dakika hizi nafikiri alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu ampeleke mahala pema peponi kutegemeana na shughuli kubwa aliyoifanya ya kuieneza ilmu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu yetu mwingine ajitambulisha kwa majina yake na yeye azungumze kwa mukhtasari chochote kuhusu Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Karibu ndugu yangu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Mzandi Muhammad. Mimi nimetokea katika Al-Madrasati Shamsia hii toka mwaka 1960 mpaka leo hii. Kwa hiyo mimi pia ni mmoja katika wanafunzi wa Shamsia na inshallah mzee wetu huyu ametulea hadi mwisho wa mauti yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu inshallah tukuomba mzee wetu huyu umlaze mahala pema, yeye pamoja na sisi wanafunzi wake pia. Mwenyezi Mungu atupe tamko la shahada baada ya safari itakapofika. Wabillahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwisho kabisa tuwashukuru wenzetu wa Ayu TV kwa kutufanyia safari hii na kutufanyia surprise hii kubwa ambayo ilikuwa waendelee na mambo yao mengine ya harakati za kidunia, lakini wameona waje katika chuo cha ilmu kikubwa kama hiki na kuja kutushutia shughuli zetu. Kwa hiyo tuwashukuru sana na tueni pamoja sana, na kesho kwa uwezo wa Mungu tutakuwa na shughuli zetu zinaanza rasmi kwenye upande wa langoni pale. Tutakuwa na dua kubwa, dua mbalimbali zitakazoombwa pale na pamoja na upandishaji wa bendera. Itakuwa ni ishara ya kwamba shughuli hizi zimeanza. Lakini tukishamaliza kupandisha bendera saa 10 jioni baada ya salati al-asri itakuwa ni msafara wa magari, pikipiki, baiskeli pamoja na wenda kwa miguu kuelekea Mnyanjani kumzuru Sheikh bin Sero pamoja na Sheikh Ayubu bin Khamisi. Tukitoka hapo baada ya asri mpaka magharibi, baada ya isha kutakuwa na maulidi ya kina mama. Baada ya maulidi ya kina mama hayo tukimaliza hapo mpaka yakishamalizika mpaka kesho baada ya salati al-asri, siku ya kesho kutwa itakuwa ni maulidi ya matawi yote ya Shamsia. Lakini baada ya salati al-isha hiyo tarehe 28 itakuwa ni maonyesho ya wanafunzi wa kike. Watakuwa kuna mada mbalimbali kadha wa kadha za masala ya kidini. Lakini tarehe 29 kutakuwa baada ya salati al-asri kutakuwa na samai kubwa, samai ya makao makuu, lakini itakuwa ni samai ya aina yake. Lakini baada ya salati al-isha baada ya hapo tarehe 29 itakuwa ni maonyesho ya wanafunzi wa matawi. Lakini siku ya tarehe 30 itakuwa ni zafa pamoja na kilele chake baada ya salati al-isha. Hapo ni wageni na hutuba mbalimbali za wageni waalikwa zitakuwepo. Karibuni sana, tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho wa shughuli zetu. Alkamalu lillahi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayu TV, ulimwengu kiganjani.